Wanasema Amerika imeamua kuleta wanajeshi wake. Sasa sio vita vya missiles, ni vita ya watu kwa watu. Na wamesema kwamba watatuma watu 1,500 na kuna kauli inasema kwamba watatuma watu 10,000. Sasa hao watu 10,000 wanakuja kwa nini? Excuse ya mazungumzo yao ni kwamba wanasema tunaenda kutafuta uranium ambayo Irani imeificha. Lakini point yao ni kwamba hii uranium ambayo iko inaweza ikatengeza nuclear bomb. Lakini sasa shida yenye itakuwa ni kwamba wakiingia Irani, hao wanajeshi wanahitajia support kubwa sana na kwa upande ya ndege, kwa sababu wewe wezituma wanajeshi wako kwa hivi vita za siku hizi. Unajua sasa vita za siku hizi shida ambayo iko ni kwamba ni kwamba wewe uwezi ukaingia tu kwa ardhi watu ukaanza kupigana watu moja kwa moja. Ni kwamba wewe unahitajia kuna support nyuma yako ndio ushukisha wanajeshi katika nchi ya watu. Sasa shida ya kwanza ni kwamba hawezi ukashukisha wanajeshi kwa nchi ya watu. Ya pili pia, hata tuseme kwamba watafaulu washuke na hawa wanajeshi wafike katika hiyo sehemu, Irani inasema kwamba hizo uranium ambazo wako nazo wamezificha chini ya ardhi mita 400 chini ya ardhi. Sasa hiyo mita 400 chini ya ardhi inataka ukileta watu ambao wanataka wafike, inabidi ulete technician ambao wataweza kuchimba ardhi, na hiyo sio kazi ya siku moja, ni kazi ambayo inahitajia wataalamu ambao watachukua siku kadhaa. Na wewe uzileta wanajeshi kwa nchi ya watu, na wakati wanakusubiria wewe uchimbe ndio ufikie, utakuwa unapigwa hadi jeshi yako itaisha katika nchi ya watu. Sasa tuseme pia wameenda wakafika na wakachimba na wakafikia hiyo uranium. Irani inasema kwamba mahali ambapo wamezificha wameweka bomb ambazo mtu yote akifika huko yenyewe automatically inalipuka. Sasa wakiweza kufika huko inamaanisha kwamba wamelipuliwa na hawatabaki, yani wanajeshi hawatafaulu. Ya pili tuseme pia wamefaulu kufika, Irani inasema kwamba wamezifungia katika vifaa ambazo ziko na tani 500, yani ni mashini ama ni kitu ambaye hawezi kuibeba kwa sababu hawezi kufungua hiyo uranium. Sio kama tu unasema ni kikombe cha maji nachukua tu nabeba, lazima wakuwe na vifaa mahsusi ndio waweze kuibeba. Irani imeifunga kwa sehemu ambayo inahitajia kubebwa na ndege, ambaye sasa sehemu ambayo watafika hakuna airport, hakuna mahali ambapo ndege ndio itafika ishuke ndio iweze kubeba hizo uranium. Ambaye pia ya pili, shida nyingine ambayo iko kubwa, wanasema Irani imegawanisha uranium zake, zote haziko sehemu moja. Yani hata kama wataweza kupigana wachukue sehemu moja, hiyo ni sehemu moja ambayo ni uranium kiwango ambayo sio kiwango kubwa, inabidi tena waende kutafuta sehemu nyingine ambayo tena ni kuingia katika vita kubwa zaidi na shida na kupoteza wanajeshi wake. Kauli nyingine ni kwamba uwezekano kubwa zaidi ambao wanafikisema sio kuenda kutafuta uranium. Malengo yao ni kwamba wanataka hii Middle East, State of Hormuz,